Filamu inaanza na jamaa mmoja anayejulikana kwa jina la Jong-woo. Na jamaa alikuwa ni pilot, yani rubani wa ndege ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa sana, na alikuwa anapendwa sana kwa sababu ya uwezo wake wa kupaisha ndege, na alikuwa ni mtu mwenye professionalism mkubwa sana. Alikuwa anafanya kazi kwenye shirika moja hivi la ndege, na shirika la ndege lilikuwa linapendwa zaidi na wateja wengi kwa sababu yake. Na kwa sababu hiyo jamaa alikuwa anapata following kubwa sana kwenye social media. Kwa sababu ya huo umaarufu aliokuwa nao, alikuwa anapata interview nyingi kweli kwenye televisheni na maredio, na vitu kama hivyo. Na kwa sababu hiyo makampuni mengi sana ya ndege yalikuwa yanatamani sana huyu jamaa aje afanye kazi kwenye kampuni zao. Kwa pointi hiyo jamaa akawa anapata status kubwa sana. Hata kwenye kampuni yake akawa anapewa special treatment. Na vijana wadogo kama Hyun Seok akawa anamuadmire kweli kweli yani. Na huyu jamaa alikuwa ni young pilot, yani alikuwa ni rubani kijana ambaye anachipukia kwenye kazi ya urubani. Wakiwa kwenye ndege, yeye pamoja na Jang-woo akawa anamwambia kijana kwamba kama senior pilot, kitu cha kwanza unatakiwa ukijue ni kuhakikisha kwamba ndege yako inaruka vizuri na inaruka salama. Hicho kwanza, mengine yanafuata. Siku moja wakiwa kwenye party ya kampuni yao ya ndege ile, sasa Jong-woo akamjibu vibaya mmoja ya senior pilots. Na kwa sababu alikuwa ameshapiga vyombo kidogo, Jang-woo akaongea maneno mabaya kweli kweli kuwahusu flight attendants, yani wale wadada wale wa kwenye ndege wale. Oya, kwa sababu ile jamaa career yake yote ikawa crushed. Unajua watu wa kwenye ndege bwana wako sensitive sana. So kwa sababu yale na usiku ule mmoja na vipombe vidogo alivyokunywa jamaa vikawa vimeharibu career yake yote. Kila akijaribu kuapply kwenye makampuni mengine na nini, jamaa alikuwa hawezi kupata kazi. Walimblacklist. Unajua ukiwa blacklisted manake ni kwamba kila unakoenda wanakujua kwamba wewe sio mtu mzuri. Lakini mbaya zaidi ni kwamba mkewe na yeye akaamua kudivorce, yani akaomba talaka. Kumbe mkewe amekuwa akisubiri muda mrefu jamaa anguke na yeye aombe talaka aondoke. Wanawake fear women. Sasa kwa sababu ya hayo maisha kuwa magumu hivyo, Jong-woo ikabidi arudi nyumbani kwa mama yake ambaye alikuwa anaishi pamoja na dada yake ambaye alikuwa anaitwa Jong-hye, ambaye alikuwa yeye ni makeup artist na anatengeneza content zake za mtandaoni akipaka makeup. Mama yake pamoja na dada yake Jong-woo hawakufurahi kusema kweli, hasa kwa yeye kuachana na mkewe, kwa sababu walijua kabisa kwamba jamaa hajafanya mambo mazuri kwa mkewe. Unajua familia nazo bwana, wakati mwingine huwa hawafikirii kwamba wanawake na wenyewe wanaweza kawa wakorofi. Anafikiria tu kwamba wewe ndiye uliyekosea. Siku moja Mwamba akaamua kwenda kufanya interview kwenye kampuni ambayo iliita watu waje wafanye interview marubani, na alikuwa ana compete na watu wengi sana pale, lakini alikuwepo na mwanamke mmoja hivi anaitwa So Ji-ae. Na huyu mama alikuwa amemaliza masomo yake huko Marekani na amerudi Korea kwa ajili ya kuja kufanya kazi nyumbani. Lakini pia alikuwa na mawazo tofauti. Akasema, mimi mawazo yangu sioni umuhimu wa kuwa na ndoa, kuolewa au kuwa na watoto. Lengo langu kuu ni kufocus kwenye career yangu ya urubani zaidi. Mawazo yangu yote ili yawe concentrated kwenye kazi, inabidi niachane na mambo ya mapenzi na vitu kama hivi. Maneno yale yalimuimpress sana boss kubwa Manyong, ambaye yeye ndiye aliyekuwa boss kubwa wa hiyo kampuni ya ndege. Na yeye kuwa mwanamke, unajua tena wanawake, ashaanza kumfavor mwanamke mwenzie bwana. Women power inaitwa hiyo. Na hilo jambo likawa limemfanya Jong-woo kusema kweli avunjike moyo, kwa sababu licha ya uwezo wake, taaluma yake na experience aliyokuwa nayo kwenye uendeshaji wa ndege, akawa amekataliwa kwenye ile kazi. Baadaye kama kutana na yule kijana wake yule Hyun Seok, ambaye akamwambia kwamba siku hizi makampuni yamekuwa yanawafavor wanawake zaidi kwa sababu ya ile skendo yako wewe, na wewe umeharibu kweli kweli. Wanaume wengi wanakosa kazi za urubani kwa sababu yako. Jamaa alikuwa yuko desperate kweli kweli. Jang-woo hana kazi, hana pesa. Kwa sababu ya kutokuwa na kazi, maisha magumu, pesa hamna, mambo mengi, lakini pia alikuwa anatakiwa kutoa financial support kwa mkewe, kumbuka. Walishaachana, lakini ndio hivyo sasa. Mambo yakawa magumu kweli kweli. Sasa jamaa akaamua kufanya maamuzi magumu. Na hayo maamuzi yalikuwa ni ku-apply position ya pilot, ya rubani, lakini kwa kutumia identity ya dada yake. Sasa mdogo wake baada ya kujua intention ya kaka yake na alichokifanya, akamcheka kweli.
lakini akamwambia unachokifanya wewe ni kesi kubwa kwelikweli. Akamwambia bro, kwani kazi duniani ni urubani peke yake? Mbona kuna kazi zingine nyingi tu? Kwa nini ung'ang'anie urubani tu? Lakini Jang Woo akamwambia dogo, sikiliza, maisha ni magumu kwelikweli. Nina mortgage ya kulipa, nina bills za kulipa na nini, lakini sina kazi. Na kazi gani ambayo naweza ikafanya hayo yote zaidi ya kazi ya rubani ambayo nilikuwa nayo mwanzo? Baadaye mdogo wake akaamua kukubali bwana, na kuamua kumsaidia kaka yake kutransform. Akaanza kwanza kwa kumpiga makeup, kwa sababu yeye alikuwa ni mtaalamu wa makeup. Akana mpiga makeup pale sasa, na kumbandika sijui kope na vitu kama hivyo, kumfanya awe mwanamke kabisa. Mdogo wake akamwambia kwamba hapa ungefanyiwa upasuaji, yani plastic surgery, ingekusaidia zaidi, lakini walikuwa hawana pesa. Lakini zaidi ya yote bwana Jang Woo alikuwa hataki kubadilisha wanaume wake, yeye ni mwanaume. Sasa alichokuwa anakifanya hapa ni kwa sababu ya pesa tu. Akawa amemnunulia vitu kibao vya kumfanya aonekane mwanamke pale, matiti yale ya kutengeneza na vitu kama hivyo. Baadaye dogo akamchukua kaka yake mpaka kwenye saluni ya wanawake kwa ajili ya kufanyiwa waxing. Wanabandika wax afu wanavuta imagine nywele za kwapa za mwanaume alafu ufanyiwe waxing, itakuwa ni balaa. Sasa baada ya pale Jang Woo ambaye kwa sasa anasimama kama Jong-hai, yani mdogo wake, akawa ameenda kwenye interview tena kampuni ile. Sasa akiwa kwenye waiting room, jamaa akawa amekaa kwenye sofa, amekaa kawaida kama ambavyo wanaume wengine wanakaa. Kumbuka amevaa sketi na yeye amejisahau kwamba yeye sasa hivi anajifanya ni mwanamke. Basi wale wanaume walivyoanza kumwangalia akajishtukia mshikaji bwana, akabadilisha posture yake na kukaa kama mwanamke sasa. At the same time Jang Woo akaonana uso kwa sura na Yang Sak, kijana wake yule alikuwa anafanya naye kazi kipindi kile. Naye amekuja kwenye interview. Akasema huyu jamaa kama namfahamu, yani akisema kwamba anamfahamu Jang Woo, yani sura yake haiko mbali sana. Lakini baada ya kuona vile, Jang Woo akajua kabisa hapa huyu mpuzi atanishtukia. Hii hatari ishakuwa. Ikabidi ainuke chap na kudanganya kwamba anaenda washroom bwana. Muda wa interview kwa umefika. Jang Woo alikuwa ana wasiwasi kweli, anatetemeka kwamba yamkini wangemshtukia. Sasa bwana, akati anafanyiwa mahojiano pale, jamaa akamedanganya kwamba yeye amekuwa akirusha ndege kwenye visiwa vidogo vidogo nchi zingine huko. Lakini pia kwa pointi hiyo jamaa ikabidi kunogesha uongo wake, asimame na kuanza kuimba hadi wimbo wa taifa wa miongoni mwa visiwa vidogo vidogo vya huko bwana. Lakini pia na yeye kama yule binti yule mwanzo siku ya kwanza aliyesema kwamba hazai wala hataki kuwa na mwanaume, na yeye akaamua kuongea vile vile ili tu apate kazi yani. Oya, kwenye kupata kazi au kutafuta, usiogope kufanya lolote ambalo liko nje ya comfort zone yako ili upate kitu cha kuweka mdomoni. Sasa baada ya testing na nini na interviews hapa na pale, jamaa bwana akawa amepata kazi sasa kwa kutumia identity ya dada yake. Sasa baada ya pale, baada ya kupewa kazi, yeye pamoja na Hae-seok, yani Jang Woo, alikuwa ameshapata kazi, na yule jamaa alikuwa amepata kazi pia, na yule demu nakumbuka aliyopewa kazi kipindi kile, wakawa wamekutana pamoja bwana. Na Yang Suk akawa anasema sura ya huyu jamaa mimi inanijia, yani kama nakufahamu we binti. Asijue kwamba ni mshikaji wake, bosi wake aliyekuwa Jang Woo. Sasa akati anaendelea na ile shughuli yao ya pale, kuna mmoja ya seniors, yani mabosi, akawa anaongea na kutoa mfano kwa kutumia scenario iliyotokea hapo awali ambayo ilikuwa inamhusu Jang Woo. Scenario ya Jang Woo ku-insult flight attendant, yani kuwanyanyasa kwa maneno yanayoashiria unyanyasaji wa kingono, yani wale flight attendant kwamba wale ni warembo, unaweza kufanya chochote unachotaka kwao. Na akanaongea maneno mbele ya Jang Woo mwenyewe, asijue kwamba yule ndo Jang Woo, najua tena. Lakini ili kupotezea yale mazungumzo, Jang Woo akaanza kuimba pale na watu wengine wote wakapokea. Jioni ikawa ni jioni ya leo, ikaenjoyika kinoma yani. Sasa siku inayofuata ilikuwa ni siku ya kwanza kwa Jang Woo kuruka tena, na sasa anaruka kwa kutumia persona ya mdogo wake. Lakini kwa sasa hivi yeye sio captain, yani yeye sio kiongozi. Ambaye anaongozwa naye ni nani? Ni Hyang Suk, ambaye kumbuka hapo zamani Hyang Suk alikuwa ndo msaidizi wake. Sasa yeye amekuwa msaidizi wa Hyang Suk, na Hyang Suk hajui kwamba aliyenaye mle ndani ni mkubwa wake bwana. Sasa wakiwa angani tayari, Hyang Suk akaanza kumsifia bwana Jang Woo na kumwambia kwamba we mrembo, ujue sauti yako yenye ubezi kwa mbali ni bonge la sauti nzuri kweli kweli.
akana mrushia maneno bwana. Na yale maneno yakana mkasirisha kweli Jang-woo. Jang-woo alikuwa hataki ujinga. Yeye ni mwanaume kumbuka. Na jamaa anamtupia maneno akijua huyu ni mtoto wa kike bwana. Akasema hebu acha kuongea upuuzi wako bwana. Hebu fanya kazi hapa. Baadaye Yang-suk akaanza kumuelezea Jang-woo kuhusu bosi wake ambaye ashawahi kufanya naye kazi, bwana Jang-woo. Akamwambia Jang-woo alikuwa ni mtu mmoja imara sana. Alikuwa ni kiongozi mzuri kweli kweli. Tukiwa ndani ya ndege alikuwa ananifundisha vizuri kweli. Na alikuwa ni mtaalamu kweli kweli. Kunapotokea matatizo ndani ya ndege, alikuwa anajua ni namna gani ya kunavigate nayo kwa urahisi kweli kweli. Lakini at the same time, kajamaa kakaanza kumponda tena. Kaambia licha hayo yote, jamaa alikuwa ni mpuzi kweli kweli. Alikuwa hivi na hivi, yani akaongea maneno mengi, asijue kwamba mtu anayemtukana pale ndiye aliyekuwa naye karibu yake bwana. Sasa wakiwa wanasubiri ndege nyingine kwa ajili ya kurudi, Jang-woo akiwa amesimama sehemu pale airport, akaona familia wakiwa na furaha kweli kweli. Wanatembea, wanaenda kusafiri bwana. Sasa jamaa akajikuta anaikumbuka kweli familia yake. Yani anakumbuka watoto wake na mkewe bwana. Lakini kilichomuumiza zaidi jamaa ni kwamba pale ndio akawa realize kwamba familia yake, yani mkewe pamoja na mwanae, wameondoka kwenye maisha yake kwa sababu ya ujinga wake yeye mwenyewe. Kipindi chote ambacho amekuwa na kazi akiwa rubani, na alikuwa rubani anayesifika, anajulikana kweli kweli. Mkewe kumbe alikuwa na matatizo ya kansa. Akapitia matibabu ya kansa hadi akapona. Lakini hajui hata kwamba mtoto wake alikuwa na ndoto ya kuwa ballerina, yani mchezaji wa dance. So ni kwamba jamaa kiufupi alikuwa hajui chochote kinachoendelea ndani ya familia yake. Na ndio maana mkewe amemwacha. Hajamwacha kwa sababu alikuwa hana pesa. Amemwacha kwa sababu ya jamaa kutojali kuhusu familia yake. Jamaa alikuwa hakumbuki hata birthday ya mtoto wake wala ya mkewe. Lakini akamkumbusha zaidi mkewe kwamba wewe hata umri wa mama yako mzazi haufahamu, kiasi kwamba hajui familia yake kwa namna hiyo yani. Na mkewe akamwambia zaidi ya yote, mimi nilichoona kihitaji kwako ni attention ya mume wangu, lakini na happy family, yani familia yenye furaha kweli kweli. Muda huo Jang-woo alikuwa pale bado airport, akati anayafikiria yoyote. Muda huo Seo-ji, yule dem yule, akawa amemsogelea, akamshtua bwana. Jamaa akiwa katikati ya mawazo, akashtuka vibaya mno yani. Sasa Seo-ji akamwambia, shoga yangu, unaona rumors zinavyotembea sana kumuhusu Jang-woo. Kila mtu anamzungumzia yeye bwana, na hakuna shirika la ndege hata moja linalomwajiri. Yeye anasikiliza tu. Baadaye Seo-ji akamchukua Jang-woo na kumwambia hebu tuenzetu shoga yangu. Wakaenda shopping bwana. Wakanunua viwalo nini, na jioni wakaenda ladies night out. Kwenda kupati huko. Wakaenda zao club huko wakapati kweli kweli. Sasa akiwa na rafiki yake huyu Jang-woo ikabidi aongee ukweli kidogo, lakini sio wote. Akamwambia, mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya single mother. Mama yangu ana watoto wawili na najiona niko very responsible kwa ajili ya kuiangalia familia yangu. Umeona? Sasa ukaribu wao ukaanza kuwa mkubwa sana. Na baadaye Jang-woo akaanza kudevelop hisia juu Seo-ji. Sasa wakati wanatembea, jamaa akawa na mbwembwe bwana. Ghafla alikuwa ametumia tape kufunga baadhi ya vitu vyake huko visije vikashtuka bwana, vikaonekana. Ikawa imekatika, ikapiga mbele ya yule binti yule. Jamaa akakimbia pale na kwenda sehemu kwenda kujiweka sawa ili asije akashtukiwa. Sasa muda huo wakati amejificha, akana muuliza Seo-ji kwamba Seo-ji, hebu niambie, ni wewe mwanaume wa type gani unayemtaka? Seo-ji akawa anamuelezea pale kwamba anahitaji mwanaume imara ambaye anaweza kunipigania, sipendi wanaume waongo. Sasa maneno yake ya ubinti yakamfanya Jang-woo aamue kuongea ukweli, na akasema kwamba atamwambia ukweli akitoka kwenye safari yao ya ndege ya kwenda Hawaii. Sasa wakiwa kwenye safari ya kwenda Hawaii, Jang-woo akiwa kwenye sura na muonekano wa dada yake, alikuwa pamoja na Hyun-suk kama kawaida yao. Sasa bwana, wakiwa ndani ya ndege, sasa ndege imepaa, imeruka fresh. Hyun-suk akaamua kufunguka bwana na kumwambia Jang-woo kwamba anampenda kweli kweli. Na amedevelop feeling juu yake, anamtaka kiufupi. Oya. Jang-woo akamwambia wewe acha upuzi kwanza. Lakini Hyun-suk akamwambia wewe ndio uliosababisha mimi nianze kukupenda. Akati tuko kwenye interview siku ile ulikaa vibaya,
nikakuchungulia. Yani akaongea mambo kibao pale. Lakini ghafla akati Yang Suk anaendelea kufunguka pale, ghafla bwana ndege yao ikaingia kwenye matatizo bwana. Tokea tatizo kwenye ndege. Ghafla ndege engine moja ikashika moto. Hali ikawa ni mbaya kweli kweli. Na abiria waliokuwa mle ndani walikuwa ni wengi kweli kweli, wanaenda Hawaii. Wakawa wamechanganyikiwa vibaya mno. Sasa kwa hali ile ilivyokuwa, Yang Suk akawa anajaribu kumtuliza Jang Woo, akijua Jang Woo ni Jangai, yani yule binti. Sasa asijue kabisa kwamba huyu ndio yule aliyekuwa kiongozi wake kipindi kile. Akamwambia usijali, tulia, kila kitu nitakiweka sawa. Yeye si ndio kiongozi sasa hivi. Lakini kumbe bwana Yang Suk yeye ndiye alikuwa amepanic vibaya mno. Sasa muda fulani hivi Jang Woo akamwambia Yang Suk, tafadhali naomba uniachie mimi ni take control ya hii ndege. Nikitake control mimi nitahakikisha nimeilandisha vizuri yani. Lakini at that moment Yang Suk akawa anakataa bwana. Kwa mbaya zaidi ndege likaanza kuporomoka vibaya bwana. Sasa katika hali ile ya kuporomokaji ule, Jang Woo ikabidi ya mind. Na sasa akaamua kuongea sauti yake ile ya kiume ile na kulitoa li sauti lote. Na hapo sasa ndipo Yang Suk akawa amejua ni nani anayedili naye. Mwanamke yule ambaye amekuwa na feelings naye, kumbe ndiye aliyekuwa kiongozi wake kipindi kile, Jang Woo. Na ni kweli bwana, Jang Woo akame hakikisha ndege imeenda kutua vizuri. Sini kaama na kumonyesha Jang Woo akiwa anaamka kutoka kitanda cha hospitalini. Sasa kwa bahati nzuri muda ule ndio daktari alikuwa anataka amcheki. Alikuwa bado hajamcheki. Maana yake angemcheki daktari angejua huyu sio mwanamke ni mwanaume. Oya, Jang Woo akaamka ile chap kwa haraka yani. Akasema mimi niko sawa, sitaki daktari yote aniguse. Sasa madaktari wanataka kumkamata, jamaa akakimbia akatoka nje. Ile amefika nje tu, kulikuwa kuna waandishi wa habari kama 800 hivi. Wakisema kwamba yeye ndiye hero, yani yeye ndiye jasiri aliyeokoa maisha ya watu wote ambao walikuwa kwenye ile ndege. Kwa kile kilichotokea, Yang Suk alikuwa traumatized. Na akiwa amelazwa kitandani hospitalini, jamaa akawa ana tatizo la memory loss, yani akawa amepoteza kumbukumbu. Sasa kwa sababu hiyo, nafasi ya captain, yani muongozaji mkuu wa ile ndege yao, ikawa umehamishiwa na kupeleka kwa Jangai, yani Jang Woo. Sasa bwana, habari zikasambaa Korea nzima kwamba mwanamke ameokoa ndege yenye watu 300. Yani jamaa akawa hero. Lakini muda wote huo alikuwa hajulikani kwamba ni yeye Jang Woo. Akawa anajulikana kama Jangai. Jamaa umaarufu kaanza kurudi tena. Kwa kutumia persona ya dada yake ile. Akawa yupo kila kona, mabango ya barabarani, kwenye news, kwenye magazines, yani oya, jamaa umaarufu ulimrudia vibaya mno kwa nafasi nyingine. Oya, kumbe ukizaliwa maarufu, wewe ni maarufu tu, no matter iweje. Oya, akaanza kupata matangazo. Magigs kibao, yani madili na nini, wanamlipa, anatangaza bidhaa na vitu kama hivyo. Na sura yake ikawa tena ndiyo persona ya kampuni yao hii ambayo anafanya kazi yani. Na wakawa wanaongeza wateja kweli kweli. Siku moja Minyo, yani bosi yule mmiliki wa hii kampuni, akawaita Jang Woo pamoja na Sojiai kwa ajili ya kupata chakula cha jioni pamoja. Na bosi wao akaambia, kuanzia sasa ninawatangazia na ninawaambia kwamba kampuni yetu ina wanawake ambao ni mapilot wawili ambao ni bora kuliko makampuni mengine yote duniani. Akasema mmoja ameokoa abiria wengi sana na kutusevu sisi kwenye kuwalipa familia zao ambao wangefariki sasa. Lakini mwingine amekuwa ni activist, yani mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake kwenye makampuni ya ndege. Sasa bwana, muda huo Munyong akaharibu pale bwana. Akasema kwamba Sojiai ndiye aliyerekodi yale maneno ya hovyo ambayo Jang Woo aliyazungumza kuhusu flight attendants wanawake. Na yeye kumbe bwana ndiye aliyeharibu maisha yote ya Jang Woo bwana. Sasa hivi Munyong anaongea maneno hayo asijue kwamba Jang Woo ndio huyu aliyekaa naye hapa. Akitumia persona ya mdogo wake. Kumbe kipindi kile alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja pamoja kabla Sojiai ajaja kuhamia huku. Lakini Sojiai hakufurahia bosi wake kuyaongea yale maneno mbele ya Jang Woo. Akati wanatoka pale, akamwambia Jang Woo, tafadhali Jang Woo, naomba usimwamini kabisa bosi wetu kwa yale aliyoyazungumza. Maneno yale yalimuumiza sana Jang Woo na aliona kabisa Sojiai amemfanyia kitu sio kizuri. Akamwambia,
rafiki yangu, ushawahi kufikiria yule rubani ambaye ulimsemea na kumchongea ubaya ulioufanya yupo kwenye maisha gani sasa? Anaishi vipi yeye na familia yake? Ushawahi kufikiria hayo yote, au uliona raha tu wewe kumharibia maisha? Jong-woo akamwambia, unajua kwamba yule mtu umemharibia maisha completely. Mkewe amemwacha, hana hata namna ya kumuona mtoto wake sasa. Umemharibia kila kitu. Jamaa akageuka na kuondoka bwana, akamwacha yule dem pale pale akiwa anashangaa. Muda baadaye Jong-woo akiwa katika mavazi yake ya kawaida ya wanaume, akawa ameamua kwenda kuspend time na mtoto wake kwenye park. Amemchukua mwanae na kwenda naye kwenye park bwana kwa ajili ya kuenjoy bwana. Sasa akati anapiga selfie na mwanae, ghafla bwana message ikawa imeingia kwenye simu yake. Nani huyo? Sojiai anamwambia, rafiki yangu, niko njiani na kuja nyumbani kwako, nataka kuonana na wewe. Oya, Jong-woo akakimbia haraka kwenda nyumbani kwake. Akabadilisha persona yake na kuwa na ile persona yake ya kike na kuvaa nguo za wanawake pale. Rafiki yake alipofika pale akamwambia, nimekuja kutembelea kwa sababu najua jana ulikuwa umekasirika sana kwa yale ambayo yaliyotokea. Lakini akati anaendelea kuongea, kabla hata yule ajaomba msamaha, mama yake Jong-woo akaja pale bwana. Oya, Jong-woo alipanic kinoma. Alimind na kuwa na hofu kwamba mama yake atamuexpose bwana. Lakini kumbe bwana mama yake hata hajamshtukia. Mama yake akamwambia, tafadhali naomba tupige picha pamoja. Kwa nini? Kwa sababu jamani maarufu na ndo wanavyomjua kama ni nani? Ni Jong-ae. Akasema, yani nimefurahi sana kujua mtu maarufu kama wewe unaishi mtaani kwetu. Asijue kwamba yule ni mtoto wake wa kiume bwana. Bwana we, Jong-ae mwenyewe akawa amekuja pale. Akamwambia, mama, huyu rubani amepanga chumba hapa kwetu kwa sababu mama we mara nyingi unakuwa haupo, hujamuona akiwa amepanga hapa bwana. Kumbe ni mchezo unachezeka hapa. Sasa wakiwa pamoja pale wanapata chakula pamoja. Ghafla bwana mama yake akaamua kutaka kumpigia simu Jong-woo, yani kijana wake sasa. Ghafla bwana simu ya Jong-woo akiwa pale pale. Kumbuka hapo anajulikana kama mwanamke rubani. Simu yake ikaanza kuita, akaikata na kuanza kuipiga na kusema kwamba hawa ni scammers, yani matapeli wamekuwa kinipigia sana. Huku akiwa na wasiwasi kinoma kwamba wameshamshtukia. Sasa siku chache baadaye mama yake akawa ameandaa birthday party ya mjukuu wake na akawa amemwalika rubani maarufu. Asijue kwamba anayemwalika ndiye mwanae wa kiume ambaye sasa ndiye baba huyo mtoto ambaye anawekewa hiyo party bwana. Ilikuwa ni kasheshe kwa Jong-woo. Kwenye sherehe ikawa imeanza. Jong-woo akawa amefika pale kwa persona ya mdogo wake kama rubani. Lakini mama yake alikasirika sana kutokumuona Jong-woo mwanae wa kiume akiwa amefika pale kwenye sherehe kwa sababu muda wote akawa anamsubiri jamaa hafiki. Sasa jamaa ikabidi akimbie na kwenda chooni kwenda kujibadilisha. Na ikawa ndo mchezo huo. Anaenda kujibadilisha, anakuwa Jong-woo, anakuwa Jong-ae. Jong-woo, Jong-ae, ili tu kuwachanganya maboya kila muda. Sasa shida ikatokea. Jamaa alipoenda kujibadilisha akawa na ile wallet mfukoni ya nani? Ya Jong-ae. Bwana. Akawa ameangusha ile wallet na Sojiai akawa ameiona na kuangalia ndani akakuta kuna kitambulisho cha Jong-ae, sio Jong-woo sasa mwanaume. Bwana we, binti akawa ameujua ukweli bwana. Sasa siku inayofuata Jong-woo akiwa ameenda kazini, kwa kuna taarifa za kwamba Sojiai ameamua kuacha kazi kwa sababu ya tukio alilolifanya la kumfukuzisha kazi Jong-woo. Na Jong-woo alivyoona vile akakimbia kwenda kumtafuta. Akawa amemkuta kwenye boardroom bwana. Amesha resign, ameacha kazi kwa sababu ya yale aliyotokea miaka ile ya nyuma. Na alivyoenda kuona naye akamwambia, tafadhali shoga yangu, usiache kazi. Lakini kumbe huyu binti ashamshtukia, aliona kitambulisho chake. Akamwambia, una nini cha kuniambia? Uliniambia ukitoka kwenye safari yako ya Hawaii kuna jambo la msingi ungeniambia. Aya, niambie hilo kwanza. Sojiai alikuwa anajua kabisa Jong-woo aitaka kumwambia nini. Lakini Jong-woo akaamua asimwambie sasa hivi. Akamwambia, sina cha kukwambia. Sojiai akakasirika, akainuka na kuondoka bwana. Sasa baadaye kwa kuna kikao cha ofisi na boss kubwa Min-young akamuita mbele Jong-woo na kusema kuanzia sasa Jong-woo atapanda cheo kwa sababu ya umaarufu aliyokuwa nao na nafasi anayotuletea kama kampuni. Sasa baada ya kile kikao, Jong-woo baadaye akakutana na bosi wake na kumwambia, bosi tafadhali ninakuomba usimruhusu Sojiai kuacha kazi. Lakini Mo-young akakataa bwana. Akamjia na kitu kingine cha kutisha zaidi. Akamwambia mwache aende yule. Kwa yale aliyofanya anatakiwa kuondoka. Lakini na wewe usinitishie kwa sababu nina taarifa. Makampuni mengine yamekuwa yanatutishia kwamba yanatu expose
kwa sababu mtu aliyeokoa watu kwenye ile ndege ya Hawaii hakuwa mwanamke, bali alikuwa ni mwanaume. Jang-woo akashtuka pale baada ya kugundua kwamba ukweli wake sasa ushaanza kujulikana bwana. Lakini pia ni kwamba recording za ndani ya ile ndege zilicapture ile voice, ile sauti ya Jang-woo wakati anamfokea yule kijana wake pale, na ikawa imejulikana kwamba yule ni sauti ya kiume. Lakini pia Mayang akasema kwamba nikwambie tu ukweli, nimekuwa nikijua tangu awali kwamba wewe ni Jang-woo. Na kwa nini niliamua kukuruhusu? Kwa sababu nilijua ulikuwa unaipambania kazi, na ndio maana hata siku ile mbele ya Sajai nikaongea ukweli kwamba yeye ndiye aliyekuchoma. Na akasema kwamba kampuni yetu haiwezi kukubali kukuacha na ijulikane kwamba wewe ni mwanaume. Hatuwezi kukubali. Utaendelea kupretend kama mwanamke kwa sababu watu wanakukubali na kukufurahia kwenye kampuni yetu. Na akasema kwamba nimeamua kufeki yote, kutengeneza hayo yote na kumtumia Soji-ai kama chambo ili kuweza kuiokoa kampuni yetu na wewe uendelee kufanya kazi, kwa sababu ufanyaji kazi wako ni bora kuliko mtu mwingine yeyote. Akamwambia, sasa sikiliza, ninakupa chance ya kuendelea kufanya kazi kwenye kampuni yangu kwa zaidi ya mwaka, lakini kwa persona hiyo hiyo ya mwanamke. Na baada ya hapo, tukimaliza hapo, nitakuja kukuajiri kawaida kama Jang-woo, na nitauonyesha umma kwamba tumekusafisha na ni namna gani unaweza kuisaidia kampuni yetu. Lakini bwana, Jang-woo akakataa. Akasema siwezi kusacrifice urafiki wangu mimi na Soji-ai kwa sababu ya tamaa tu. Sasa baada ya pale, kuna siku kulikuwa unafanyika sherehe bwana, na hizo sherehe zilikuwa ni sherehe za utambulisho wa kampuni mpya ya ndege ambayo Mu-young yeye mwenyewe alikuwa ameianzisha tena bwana. Na sasa akawa amemwalika Jong-woo ambaye amechaguliwa kuwa senior pilot kwenye kampuni mpya, yani yeye ndo boss kubwa. Baada ya boss kubwa anafuata yeye. Na akamemwalika jukwaani kwa ajili ya kutoa speech pale. Sasa Jong-woo alivyoenda kusimama pale mbele, hakuongea sauti ya kike, akaongea bezi lake pale. Oya jamani, asanteni sana kwa kuja kwenye mkutano huu. Na jamaa akaendelea kusema kwamba nimekuwa nikipretend kwa muda mrefu sana. Yule mwanamke ambaye mlikuwa mnamchukulia kama ndo hero sio mwanamke, ni mimi mwanaume. Na mimi ni Jang-woo. Jang-woo ambaye aliachishwa kazi kwa sababu ya skendo ya kuwanyanyasa, kuongea vibaya kuhusu flight attendant wanawake. Lakini pia niliamua kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa sina kazi kwa muda mrefu na nilikuwa nina pressure ya maisha. Ikabidi nijibadilishe kuwa mwanamke. Lakini upande wa pili Min-yo alikuwa amechanganyikiwa vibaya mno baada ya kusikia maneno haya jamaa anayoyaongea jukwaani. Jamaa akaomba msamaha pale jukwaani kwa yote ambayo ashai kuyasema. Watu walioko pale walishangaa sana, waandishi wa habari pamoja na watu ambao walikuwa wameattend pale. Sasa hawakuamini sana kwa sababu Jang-woo alikuwa amevaa na alionekana kama mwanamke bado. Jang-woo akaamua kuchojoa, kuvua nguo zote za wanauke pale na kila kitu na kuonyesha misuli yake na kwamba yeye ni mwanaume. Na hapo akaomba msamaha kwa Soji-ai mbele ya waandishi wa habari. Alafu akakimbia na kuondoka pale bwana. Sasa Jong-woo akata anatoka pale, waandishi wa habari wamemjalia vibaya mno. Na jamaa kana toka kwa ajili ya kwenda kumtafuta Soji-ai. Akakimbia kwa amevaa sketi na shati lake la urubani. Jamaa akawa amekimbia peku peku bwana. Akawa amekutana uso kwa sura na Soji-ai. Soji-ai akamtia kibao cha uso pale. Akamwambia kwamba sikiliza wewe, nimekusamehe wewe kama Jong-woo, lakini sijakusamehe kama Jong-ai. Sasa muda huo Jong-woo akaamua kubadilisha sauti yake pale na kujifanya kwamba Jong-ai na kumwambia naomba unisamehe. Sasa baada ya pale bwana, Jong-woo umaarufu wake ukaongezeka kweli. Akawa amepata media attention kwa ile skendo ya pili sasa. Licha ya yote yaliyotokea na hiyo controversy ambayo ipo mitandaoni na mitaani, bado wananchi walimsifia sana Jong-woo kwa uwezo wake wa kuokoa watu wote wale kwenye ile ndege bwana. Na siku moja Jong-woo na Soji-ai wakakutana airport bwana. Na Jong-woo akamtania Soji-ai kwa kurusha vinywele vyake kwa nyuma. Soji-ai akacheka kweli. Lakini Jong-woo sasa amehamia kwenye chapter mpya. Na sasa hivi sio rubani tena, lakini amekuwa ni mwalimu wa wanafunzi wanaojifunza kurusha ndege. Sasa filamu yetu inaishia Jong-woo ni mwalimu na anarusha ndege vizuri kabisa na kufundisha wanafunzi wake. Kama umefika mwisho mpaka hapa, asante sana, lakini usiache kulike filamu hii, lakini cha zaidi usiache kusubscribe. Ukisubscribe unatupa nguvu mimi pamoja na timu yangu kuendelea kufanya kazi nzuri kwa ajili yenu. Oya, nawapenda ile kinoma noma.